Tunapatanisha bwana Cornelius ambaye anasema eti amekosana na mke wake last month na hajaeleza kilichotokea. Kwa hivyo tungependa kumpigia kwanza aweze kutupatia maelezo ya kilichotokea, kisha tuweze kumpigia mke wake atuambie mambo iko vipi pale na tuone kama ataweza kupatana. Kwa hivyo naomba bwana Cornelius, tafadhali shika simu yetu ili tuone vile tunakusaidia asubuhi ya leo. Hello. Cornelius, habari ya asubuhi? Mzuri bwana Gidi, habari ya leo bwana? Niko salama sana. Nimesikia umekosana na mke wako last month. Tumekosana. Alikuwa mjamzito. Sasa mwezi uliopita akaenda kujifungua pale Nairobi Women. Akiwa pale hospitalini akafanywa ile CS operation ile. Sasa akakaa pale kama wiki moja. Baada ya kukaa pale wiki moja, nikiwa naenda kumuona, nikasahau simu yangu pale, nikiwa nimeenda kumuona, nikaenda msalani kujisaidia. Ukasahau simu yako kwa ward? Nikasahau pale kwenye kitanda chake, nikaenda kujisaidia. Baada ya kurudi kutoka msalani, nikakuta kwamba ashachukua namba kadhaa kwenye simu yangu. Mimi kumwacha kwenda nyumbani, manake kulikuwa na watoto naenda kuangalia. Nikaenda kumwangalia nikirauka. Sasa nikirudi jioni akanitumia ujumbe akaniambia leo ndio siku zako zimefika leo. Sasa akaniambia nishampigia dada fulani ambaye aitwa Lydia na nimeona ni nurse nini na nini. Sasa mimi nikakanusha sana, tukawa tunakosana. Kesho yake nilivyoenda pale hospitali, alivyoanza zile story, mimi nikapandwa na hasira, nikamkorofisha pale kwenye wodi. Ikamkasirisha sana. Sasa mimi nikatoka nikaenda nikamaliza siku 2 bila kumuona. Siku ya 3 sasa ndo nikaenda kumuona, nikambembeleza pale, hakusikia. Baada ya siku kama 4 akawa ametoka tena. Sasa tukarudi nyumbani. Kurudi nyumbani huku ikawa mambo si mazuri, tunakosana, tunapitana, mimi na pando na hasira, na mtukana, anatoka ananiachia mtoto saa zingine usiku, anaenda kukaa kwa jirani kama masaa 2, anabembelezwa, anarudi. Sasa mimi nikamwomba msamaha, tukasikizana kabisa. Akaniambia anataka kwenda kwao, ambapo yeye ni Mkikuyu, ametoka Murang'a na mimi natoka Kuru. Sasa kuniambia nataka kwenda kutembea. Mimi nikawatayarisha vizuri, nikamsindikiza, nikampeleka na watoto, huyu mdogo na mwingine mdogo, 2 watatu. Haya, malizia sasa. Alafu baadaye nini katokea? Malizia kumpeleka kupata gari, kuingia shafika kwao. Akaniambia hiyo ndio kwa heri ya kuonana. Nikamuuliza kwa nini? Kwani tumekosana? Akaniambia nilikuwa nataka tu nitoke kwako kwa amani, manake ningekuambia nataka kutoka kwa raha, ungeleta vurugu. Sasa ndio kwa heri. Sasa nimekuwa nikimpigia, ashiki simu, nikimpigia mara yaniambia ongea tu na watoto wako, mimi usitaki kunijulia hali. Nishapona sasa, na ni mtu yuko kazini. Nikirudi kazini January kwa maternity leave, nikirudi kazini January natafuta nyumba yangu, sitaki turudiane tena. Umenitokesha la kutosha. Nimekupata bwana Cornelius. Una miaka mingapi? Mimi nina miaka 41. Na mke wako? Mke wangu ana 37 hii. Na mmekaa kwa ndoa kwa muda gani? 14 miaka. 14. Na mna watoto wangapi? Tuna watoto 4. 4. Kwa hivyo sasa hivi tunapozungumza mkako yuko kwao sasa yuko kwao sasa. Sasa kila nikimpigia mara nyingi ashiki, mara yanipa vitisho, yaniambia umeambiwa ukikanyaga hapa ndio utajua. Ukikanyaga Murang'a. Sasa unaona mimi naingia wasiwasi bwana. Na wacha nikuulize kabla nimpigie simu hawa wapenzi ambao alichukua namba zao, ama hawa wanadada alichukua namba zao, nimeona umetaja Lydia. Huyu Lydia alikuwa nani wako? Huyu tulikuwa tumejuana bwana Gidi kwenye Facebook. Kwa hivyo alikuwa mpenzi wako Hatuko tumekutana tayari, ndio tulikuwa katika zile harakati tukakutana. Kwa hivyo mlikuwa mna chat tu kwa Facebook
na kitumbua kaingia mchanga bwana. Uingia mchanga. Haya, kuna Lydia, kuna nani tena? Alafu tena sasa unajua sasa iwafatanisha. Kuna nyingine tena alikuwa amenishika lakini nikamwomba msamaha. Hiyo tulia kidogo. Niambie kuna mwanadada mgani tena? Lydia, alafu nani tena? Kuna mwingine alikuwa Murage Lucy. Huyo pia ulimpata kwenye Facebook. Sasa nilikuwa tumetoka kutembea nikaenda kuweka gari. Ndio nakwambia. Nataka majina yote. Kuna Lydia, Lucy, nani tena? Huyo tu. Hao wawili tu. Anapenda wawili. Okay. Haya. Sasa pia huyu kidogo tu. Kwa haraka kwa sababu tunataka kupigia mke wako tafadhali. Sasa pia huyu nilikuwa tumetoka kutembea nikigari mafuta hivi nikasahau simu, akachukua namba tena. Unajua yeye ni mjanja sana. Huyo pia alikupata wakati alichukua simu yako alipata simu hapo nikiwa nimetoka kidogo. Lakini nyinyi watu wa Coast mnapenda kusahau vitu jamani. Sasa ulikuwa unasahau simu kwa wodi, umesahau simu kwa petrol station, mkako anachukua manamba bure kabisa. Anyway, shetani gani? Tulia kidogo, tupigie Mary Usikate simu na usilaumu shetani kwa kila kitu No. Asante. Haya, shikilia kidogo tu. Tumtafute Mary. Time inaenda sana lakini wacha tutafute Mary tusikie anasemaje na tuone kama wataweza kupatana. Patanisho leo ni kati ya Mkosti na mwanadada kutoka Murang'a ambapo wametengana pale baada ya kufumaniwa akiwa na uhusiano ama na mazungumzo na wanadada wenzake pale. Cha kushangaza ni kwamba aliwacha simu yake akiwa kwa ward, ameenda kumtoa mke wake pale baada ya kujifungua, msikilizaji. Akasahau simu, akaenda msalani, kurudi mke wake alikuwa ashachambua ile simu na akapata jina Lydia na wengine pale, msikilizaji. Imemletea shida, mke wake tayari ameenda kwao na anasema hiyo ilikuwa ni kwaheri. Okay, kwa hivyo ningependa kumpigia mke wake tusikie anasemaje na tuone kama wataweza kupatana, msikilizaji. Haya, nampigia Mary. Please enter your complete PIN number. Tusikie anasemaje na tuone kama wataweza kupatana. Huyu jamaa wa Costi Cornelius amezungumza sana na ameeleza mambo yote na nimefurahi kwamba amefungua roho yake yote. Na sidhani kama ametudanganya hapa. Kwa hivyo alipatikana. Na kila anapopatikana amesahau simu. Hata ile ya Lucy alisahau simu. Hello Mary. Yes. Habari ya asubuhi? Mimi naitwa Gidi. Hello? Mimi naitwa Gidi Mary. Na kupigia simu kutoka Radio Jambo. Siji kama mali huko unasikia Radio Jambo? Nasikia. Sasa kuna huyu jamaa ametutumia SMS hapa. Anatuambia alikukosea sana na angependa kukuomba msamaha. Unamtambua bwana Cornelius? Mary, mbona unacheka? Na vile ametulilia hapa, amelia. Nani wanalia? Huyu Cornelius. Hata yuko hapa kwa Cornelius. Tuko hapo, yuko hapa kwa line Cornelius. Yes, bwana Gidi. Ongea na Mary. Bwana. Naomba bwana unisamehe, ndio maana nimetuma message kule kwa kina Gidi. Hello. Naomba unisamehe bwana, yale ambayo yamepita tu kwa unyenyekevu mkubwa, wacha turudiane, tule watoto bwana, mambo yaishe. Sitaki mambo mengi, na kuomba tu kama nimekosa nisamehe, kurudia ndio kosa. Unasamehewa makosa gani? Yale ambayo umenipata nayo, wasema wanawake nini, naomba tu nisamehe, tunaurudi mambo ya mengi wache. Mimi nimerekebisha kabisa na sitarudia tena na kuahidi. Kama umerekebisha, tafuta mke mwingine. Sasa kana hiyo kurekebisha yako. Hapana bana, sitaki mambo mengi tafadhali. Na kuomba tu kwa unyenyekevu, wajua mali tumetoka ni mbali. Mbele ya Radio Jambo nionie tu huruma. Watu wengi wananisikiza, na kuomba tu kwa unyenyekevu mke wangu. Hivyo ndivyo iko. Naomba tu rudisha roho nyuma. Wajua kukosa huwa mara nyingi shetani ndo rekebisha. Shetani pia pengo kuja kukosanisha. Makosa yako ni matusi chungu mzima.
Sasa nitusi, nimefika mwisho. ndio nasema sasa, nimekuomba msamaha, nimerekebisha. Ukisikia tena nimekutusi tena na kuahidi, Unajua nipe tu mara ya mwisho. si mwaka mmoja, si miaka miwili. Ndio sasa naomba, ndio nasema, wajua mara nyingi huwa mtu ajielewi, ni shetani tu ana mpumbavu yuingilia tu kati yetu. Lakini sasa nimejijua sasa. Naomba tu nisamee mara ya mwisho na mambo yaishe. Shetani uko hai bado. Wewe kaa na shetani wako. Acha nikae na Mungu. Okay, Mary. Yes, sir. Ametueleza kwamba ulimfumania, amekuwa na wanadada fulani ambao amekuwa akiongea nao. Na anasema hiyo ndio ilikasirisha sana, na ni mara ya pili umemfumania, kwa sababu mara ya kwanza ilikuwa ni Lucy, alafu hii mara ya pili ilikuwa ni Lydia, si ndio? Sasa shida yake kubwa tena ni matusi. Ni matusi. Oh, matusi pia ndio shida. Kuanzia asubuhi hadi jioni, mwaka inaisha, ingine inaisha. Oh, matusi. Na watu wakosi unapenda matusi, by the way. Mara Matusi mpumbavu, kubwa mara kubwa. nini. Sasa si atafute mkosti mwenye amezoea hiyo. Lakini Mary, anasema mmetoka mbali na mmekaa kwa ndoa kwa zaidi ya Mbali miaka. wapi na tulipatana, kwani Nairobi ni mbali? Ama ilikuwa mbali wapi? Anasema mmekaa kwa ndoa kwa muda mrefu, miaka 14. 14 years. Na kila kitu iko na mwanzo, iko na mwisho wake. Hauoni kwamba labda umpatie ile last chance, kwa sababu vile ametulilia hapa anaonekana ni kama anataka kubadilika, ama labda shabadilika? Huyo hawezi badilika, mimi ndio namjua. Labda achukue mkosti mwenye amezoea matusi. Watusiane wawili. Hapo maisha itakuwa rahisi. Kwa hivyo shida kubwa ilikuwa ni mambo ya matusi. Shida kubwa ni matusi. Matusi na matusi kubwa, na sio siku moja, kuanzia Monday to Friday to Sunday jioni. Monday to Friday ako na timetable ya matusi. Monday to Sunday. Monday to Sunday. Tena unaanza Monday ingine to Sunday. Hey. Monday ni matusi, Tuesday ni ingine. Hivyo. Bwana Cornelius. Yes. Hata majirani wanamjua. Cornelius. Yes, bwana Gidi. Haya matusi makubwa ya nini jamani? Gidi, wajua sasa nimerekebisha, nakwambia saa zingine wajua waweza kasirika tu na shetani ingia akakusukupia tu bila kujua, sasa ukarudi baadaye ukajuta. Lakini najutia sana na naomba tu kwa unyenyekevu bwana arudi. Kwa hivyo Mary, kwa hivyo wewe msimamo wako wa mwisho ni gani? Hauwezi mpatia last chance, ama labda umpatie muda uone kama atabadilika hivi? Mimi miaka yangu ya kutusiwa imepita, na nimemwambia hivyo kila siku asikii. Alikuwa naona ni kama sina mahali pa kuenda. Sasa achukue mwingine na yeye ajaribu. Kwa hivyo msimamo wako wa mwisho ni kwamba umeachana na Cornelius and this is the end of it. Hivyo. We Cornelius. Yes, Gidi. Umesikia msimamo wa Mary? Umesikia? Na unajua patanisho huwa tulazimishi, huwa tunabembeleza, na ikishindikana inabidi tunaheshimu msimamo wa wale ambao tunawapatanisha. Kwa hivyo ikiwa Mary amesema amechoka na matusi na ameamua kuendelea na maisha yake kivyake, basi itabidi tuheshimu na labda utafute njia nyingine ya kumwafikia ikiwa unahisi kwamba bado kuna nafasi, lakini hapa itabidi tuheshimu msimamo wa Mary. Kwa hivyo lakini sema ulikuwa unataka kusema nini? Ningependa tu kumuomba tu mara mwisho tu nimwambie tu tafadhali. Mwambie maneno ya mwisho kwa sababu tunamalizia patanisho. Mwambie maneno ya mwisho ungependa kumwambia. Naomba tu Mary unisamee, naomba turudiane, sitarudia tena na kuomba kweli. At least huyu mtoto, wajua mtoto bado ni mdogo, ndio ana mwezi 1.5, tafadhali. Na kuomba tu rudisha roho nyuma. Kama mtoto ndiye atafanya niishi kwa shida, chukua. Rudisha roho nyuma, uniangalie tu tafadhali. Sikaa kwa shida juu ya mtoto. Kama unataka mtoto, chukua.
Nisamehe mara ya mwisho na kuomba, nisamehe tu mke wangu. Nakupenda, wajua vile ninakupenda. Wewe ndo barafu yangu ya moyo. Hata kusikia Radio Jambo time. Barafu yangu ya moyo kweli, waniacha kweli. Wacha wapatanishe wale watu wako tayari kupatanishwa. Lakini ndugu yangu, barafu ya moyo utokanwa hivyo vile unatukana Mary jamani? Namuomba msamaha tu. Hapo ulikosea sana. Hapo ulikosea sana. Number you wish to call and then press the pound key. Hata Mary ndio huyo amekata simu. Sawa bwana Gidi. Cornelius, pole sana kwa Please masema enter the unapitia. number you wish to call and then press the pound key. Itabidi tuheshimu msimamo wa Mary, ama labda kama unahisi kwamba bado kuna nafasi waweza wajua Gidi pia wajua pia marafiki zake pia wanampotosha. Wajua yeye pia ni askari. Yeye ni askari alafu pia huwa marafiki wanampotosha pia. Lakini ndugu yangu, si ni wazi kwamba huo unamtusi na ni wazi kwamba umepatikana mara 2. Kwa hivyo hata kama unasema tu marafiki wanampotosha, lakini wewe mwenyewe umekiri makosa ni yako. Kwa hivyo wewe unafaa kujilaumu pia. Ndio nasema sawa, lakini wajua kama nilikuta siku nyingine rafiki yake anamwambia acha wewe akikupiga tu tuma kina fulani waje wamshike. Wewe unasikia vile alikuwa anaambiwa na marafiki zake. Anamwambia wewe unapigwaje, si utuite hata usiku saa 8 tutakuja tu. Lakini wacha nikuulize wewe Cornelius. Wewe ni mwanajeshi? Hapana, mimi dereva tu. Wewe dereva unatukana polisi na unampiga. Unatukana polisi kila siku. Ni mke wangu Gidi. Cornelius, pole sana. Jaribu wakati mwingine, lakini nashukuru sana kwa kuongea na Radio Jambo, kitengo cha patanisho. Mimi nakutakia kila laheri Nashukuru sana. Asante sana na uwe na siku njema. Salimia Ghost hapo, wanamtumia message namwambia kama Gidi. Sema Cornelius, yes. Gidi, Ghost yanijua kama mjomba, huwa namtumia message hapo sana. Hamna shida ndugu yangu, hamna shida. Pole sana Asante sana na uwe na siku njema. Hey! Huyo mkosti huyo. Mjomba wangu. Mtazamaji, huyu ni Jimmy Gates na unatizama Radio Jambo.